Nimepokea comment hivi punde. Ninaomba tuangalie hii comment ama tuipreview na kisha tuitolee majibu. Lakini kabla hatuja preview comment, ninaomba kila mtu achukue muda kumshukuru Mwenyezi Mungu kumweka hai mpaka sasa. Sababu gani nasema hivyo? Ni kwa sababu watu wengi ambao wamepoteza maisha leo ama siku zilizopita chache walikuwa na ndoto kama zetu. Hakikisha humsahau muumba wako. Kila siku unapoamka salama, basi piga ishara ya msalaba, na wewe kama ni Muslim, sali kwa imani yako ya kwamba Mungu aendelee kukuweka hai mpaka siku ambayo unatimiza ndoto zako. Naomba tu preview comment hii na kisha tuijibu. Yes. Anaitwa Elson Nestori. Anasema ya kwamba kaka, pole na majukumu. Sasa nilipenda kuuliza, kati ya majeshi yetu yote nchini, je, ni jeshi gani lenye ushindani mkubwa? Kama umemuelewa ndugu yetu Nestor, anahitaji kufahamu ni jeshi gani lina ushindani sana, na hii nadhani ni kwenye upande wa kupata ajira. Tambua ya kwamba tuna majeshi tofauti tofauti kama jeshi la magereza, jeshi la polisi, jeshi la JWTZ, jeshi la uhamiaji. Yes. Sasa kwangu mimi, toka nianze kufuatilia mambo ya ajira za jeshini, jeshi gumu kupata kazi ni jeshi la uhamiaji, na lina changamoto sana, lina ushindani mkubwa sana. Unajua kwa nini nakwambia hivi? Kwa sababu jeshi la uhamiaji liko yani hauwezi, ni tofauti yake na kazi zingine za ofisini ambazo hazina kashikashi nyingi, ni ndogo sana. Umenielewa? Maana jeshi la uhamiaji linajihusisha na mambo mfano kama ya kukata passport za kusafiria. Umenielewa? Yes, mambo ya uhamiaji hayo ndo linajihusisha. Kama wewe ni mkazi yoyote, mfano kama uko Morogoro ama uko Dar es Salaam, chukua muda wako, tembelea ofisi za uhamiaji, uone jinsi gani wanavyoishi. Umenielewa? Kwa maana hiyo ni jeshi ambalo watu wengi wanatamani kujiunga, maana wanajua hakutakuwa na ile kashikashi. Ni jeshi ambalo unaweza kukaa ukatulia ukafanya kazi yako tu, umekaa unachezea kompyuta. Yes, hamna vurugu, hamna nini, na kunakuwa na walinzi tena nje ya ofisi. Umenielewa? Tofautisha mfano kama just assume jeshi la polisi, kituo cha polisi, kuna mlinzi nje? Kunaweza ukawa na mlinzi ameshika bunduki? Hapana. Lakini ukienda kwenye jeshi la uhamiaji, kuna walinzi kabisa hapo wameajiliwa. Ukienda makao makuu, kuna walinzi wameajiliwa wako nje. Umenielewa? Tofauti kabisa na watu ambao wanaofanya kazi uhamiaji, kuna walinzi pale wako nje. Kwa hiyo ni jeshi ambalo linalohitaji tu mtu awe na elimu, ajue mambo kadhaa kuhusiana na uhamiaji. Yes, lakini liko flexible, alafu ni mtu una relax sana. Kwa hiyo ni jeshi ambalo kupata kazi kiukweli, ukibahatika kupata kazi kwenye jeshi la uhamiaji, hapo umeokota dodo. Hapo umeokota dodo bro. Kwa hiyo jeshi gumu kupata kazi ni jeshi la uhamiaji. Asante.